Kuna taharuki imezuka katika nchi yetu kwamba eti mtu akikugusa bega anachukua nyeti zako zinapotea. Yani tunatengeneza hofu kwa Watanzania katika nchi ambayo imejengwa katika misingi ya imani. Eneo la pili, tusiwe na fikra kwamba labda upungufu wa mafuta ni uzembe wa serikali au mamlaka zilizopo. Sio kweli. Wakati ambapo wale wanaomiliki ukanda wa kupitisha meli kwa ajili ya kukusanya mafuta na kuyasupply katika ulimwengu wanatoa tahadhari kwamba isipite meli, hivi unatarajia sisi kama nchi itokezee kwamba viongozi wa nchi waseme pelekeni meli mkachukue mafuta? Yanapotokea mambo, nasi kama sehemu ya jamii ya Watanzania tunapata kuwashirikisha waandishi wa habari na kuweza kutolea maoni juu ya mambo husika. Na mambo haya tutakuwa tukiendelea nayo kwa sababu ya kuweza kusaidia sehemu ya jamii yetu ambayo tukiwa kama walezi wa imani tunawajibika kuweza kutoa fikra mbalimbali. Katika mambo haya yapo ambayo tunashauri, yapo ambayo tunakemea, lakini yapo ambayo tunapongeza kulingana na aina ya matukio yanayotokea. Na katika siku ya leo tumekuja tukiwa na maoni ya aina mbili. Mosi, kuhusiana na sakata zima la kuadimika na kupanda kwa nishati ya mafuta, jambo ambalo kwa namna moja au nyingine vyanzo mbalimbali vya serikali wamezungumza kwa namna yake, lakini wadau husika wamefanya kwa namna yao, uchambuzi wa waandishi wa habari umefanya kwa namna yao, na sisi kama wahadhiri tunayo namna yetu ya kuweza kutoa maoni yetu katika kuliendea au kulikabili jambo hili. Lakini jambo la pili, tuna taharuki ambayo imeenea katika miji yetu na katika nchi yetu kwa ujumla, nayo ni taharuki ya kupotea nyeti za watu, jambo ambalo pia kada mbalimbali wameonyesha kuguswa na eneo hilo na wameeleza kwa namna ambavyo wameona inafaa kuelezwa. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa dini ambao kwa namna moja au nyingine huwa tunahusika katika ulezi wa imani za sehemu ya jamii ya Watanzania, na kupitia uigo wetu wa kimadarasa, uigo wetu wa kimisikiti, manake kama jambo linazuka na hatukutolea ufafanuzi, sehemu ya jamii yetu inaweza ikapotea au ikaamini katika jambo ambalo sio sahihi. Tukianza na jambo la kwanza, kutokana na kuadimika na kupanda kwa nishati ya mafuta, ipo dhana katika upokezi wa jambo hili, kila mmoja amepokea katika namna yake. Wapo baadhi yetu wameamini na wamechukua kwamba jambo hili labda ni uzembe wa baadhi ya wale waliokuwa na dhamana, au inawezekana kwamba ni mpango ambao unahusisha katika sehemu ndogo tu ya nchi yetu, jambo ambalo sio tafsiri sahihi, kwa sababu tukio hili limeikumba dunia. Tukio hili limekumba nchi nyingi katika Afrika. Kwa hivyo kulidogesha, kulifanya kama ni jambo la kinchi, ikachukuliwa tafsiri kwamba labda viongozi wa serikali wamehusika katika jambo hili, sio jambo sahihi. Kwa hiyo ni sehemu ya kuweza kutoa wito na kutoa elimu kwamba jambo hili ni janga la dunia, na linakuwa ni janga la dunia kwa sababu ile misingi ya kuweza kufanya mafuta yakapotea na yakapanda bei iko wazi. Vita inaendelea katika dunia, watu wote wanashuhudia. Marekani wanapigana na Irani, na Irani ndio kwenye vyanzo vya mafuta. Nchi za Kiarabu ndio kuna vyanzo vingi vya mafuta. Leo imefika wakati kuna maeneo yametangazwa wazi kwamba meli zisipite katika ukanda huo, na katika vyombo vinavyobeba mafuta katika dunia eneo la bahari linatumika sana. Kwa ukiwaaminisha au ukiwatengenezea mazingira kuwaambia watu kwamba kuna jambo limetokea ambalo linahusu katika nchi yetu, au viongozi wa nchi wanahusika, au serikali ya awamu ya sita inahusika, huu ni uonevu. Sisi hatuwezi kufumbia macho mambo kama haya. Haya ni matatizo ambayo yameikumba dunia, na wachambuzi wetu hapa watachambua
kwa sehemu ya Afrika mambo yakoje na kwa sehemu katika mataifa ya Ulaya mambo yakoje. Kwa hiyo tunatoa wito huu, tunawaweka sawa Watanzania wenzetu kwamba tusiwe na fikra kwamba labda upungufu wa mafuta ni uzembe wa serikali au mamlaka zilizopo. Sio kweli. Lakini kama hilo halitoshi, kuna eneo la msingi sana la kulitafakari. Wakati ambapo wale wanaomiliki ukanda wa kupitisha meli kwa ajili ya kukusanya mafuta na kuyasupply katika ulimwengu wanatoa tahadhari kwamba isipite meli, hivi unatarajia sisi kama nchi itokezee kwamba viongozi wa nchi waseme pelekeni meli mkachukua mafuta? Sio kitu ambacho kinawezekana. Kwa tuanze kuelekezana kama wanaimani, tuanze kuelekezana kama Watanzania ili tuelewe kwamba dhana hii sio sahihi. Lakini pia eneo la pili, uchambuzi utakuja na utapata faida kubwa zaidi. Eneo la pili, kuna taharuki imezuka katika nchi yetu kwamba eti mtu akikugusa bega anachukua nyeti zako zinapotea. Yaani tunatengeneza hofu kwa Watanzania katika nchi ambayo imejengwa katika misingi ya imani. Sisi tunaamini tangu mababu zetu kwamba misikiti inawalea watu katika imani, makanisa inawalea watu katika imani. Leo misikiti kila Ijumaa watu wanafanza dua, makanisa kila weekend wanakutana wanasali na kuomba. Inakuwaje tunatengenezewa dhana ya mtu akikugusa nyeti zako zinapotea? Ni mazingira ya kutengeneza hofu kwa wananchi, na unapoitengeneza hofu kwa wananchi, maana yake unawafanya waishi kwa wasiwasi. Wakiishi kwa wasiwasi hawawezi kufanya biashara vizuri. Wakiishi kwa wasiwasi hawawezi kufanya kilimo vizuri, kwa sababu wakati wote mtu ana wasiwasi. Hebu yatazame maisha kama Watanzania. Kuna madereva wa bodaboda leo wanatubeba tusiomiliki usafiri. Inafika wakati anapunguza mwendo wake kwa ajili ya tuta. Ili ujiweke sawa, unalazimika dereva wako kumkamata bega. Ukimkamata aruke, aachie stendi, muingie mtaroni, kwa sababu tu ukiguswa bega nyeti zako zinaweza zikapotea. Kweli? Mazingira ya mwendo kasi na usafiri wa miji kama hii mikubwa Arusha na Dar es Salaam, ambayo tunaingia kwenye mabasi sometime mpaka tunasimama, ikifungwa breki kwenye tuta unalazimika kumkamata mwenzio kwa ajili ya balance. Yaani ukimkamata aruke dirishani kukimbia kwa sababu ya kuhofu nyeti zake kupotea. Mazingira haya tunayaona sio sahihi. Kama sehemu ya jamii walezi wa imani, tumetoka hadharani kwa ajili ya kutoa miongozo na kuisaidia jamii yetu tuishi kwa upendo, tuishi kwa amani pasi na tatizo lolote. Lakini pia tuwapongeze wanahabari. Wanahabari, mtakapochukua kalamu zenu mkafanya vizuri katika uandishi, inaweza kusaidia hii taharuki ikapotea. Lakini kalamu ya uandishi itakapotumika vibaya, inaweza hii taharuki ikaongezeka. Leo kila kona tunasikia matukio yalipotokea, baada ya kufika jeshi la polisi na kufanya utaratibu unaostahiki, taarifa zinatolewa kwamba huyo anayeitwa, huyo mtu aliyofika pale anayedhaniwa yuko salama, hana kitu chochote kilichopotea katika viungo vyake. Lakini wakati huo taharuki inapotolewa, yule anayedhaniwa kumkamata mwenziwe bega, tayari watu wanamzomea, watu wanamsukuma, watu wanampiga, kitu ambacho kinaweza kuhatarisha hata uhai wa maisha yake. Tukifumbia macho watu wa imani mambo kama haya katika nchi yetu, tunakwenda kutengeneza taharuki ambayo haina msingi wowote. Kwa hivyo ndugu zangu waandishi wa habari, media zenu zitumike kwa ajili ya kuelimisha. Na waandishi wa habari wenyewe mnajijua, hutokea tu mtu akaandika kwenye gazeti lake kichwa cha habari kikubwa, ukisoma tu pale ushachanganyikiwa tayari, unaanza kufikiria kukusanya watoto wako kuwapeleka vijijini. Tutumie vizuri kalamu zenu katika uandishi. Kuna vyombo vina dhamana, kuna vyombo vinachukuliwa dhamana ya kinchi na kijamii, na vingine vyombo vikubwa hatuna haja ya kuainisha majina. Lakini ukiingia ukatazama magazeti mawili matatu, unaweza ukashika kichwa namna hii, unaogopa. Vyombo ambavyo ndio vinapaswa
kukusanya habari, kufanya tafiti kama ambavyo sheria zenu na kanuni zenu za habari zinavyoelekeza. Tusipotumia busara, matukio kama haya tukayaendo vizuri, tukafanya research za kutosha, na tukapunguza ile tension ambayo iliyopo, ambayo haina msingi, tutawafanya Watanzania watashughulika na wasiwasi usiokuwepo badala ya kushughulika na nguvu kazi ya kuweza kuongezea kipato na kukuza uchumi katika taifa letu. Waheshimiwa wanahabari, tunaomba sana haya ambayo tunayakusudia kuyazungumza kwenu siku ya leo, muyachukue katika uzito wake na muyapeleke katika jamii ili kupunguza ile tension iliyoko juu ya mambo ambayo hayana uhalisia wowote, kama ambavyo tutakavyoeleza katika presi yetu ya leo. La mwisho, pamoja na kuwashukuru sana waandishi wa habari, lakini msichoke wito wa kuweza kutuitikia pale ambapo yanapotokea mambo. Tunawaomba muitikie na mkusanye habari na muzipeleke katika maeneo husika kwa lengo la kuisaidia Tanzania yetu, kwa lengo la kuisaidia nchi yetu, ili watu waishi kwa amani na tuweze kuendelea na shughuli zetu kama taifa linavyotaka. Baada ya kuyasema haya, sasa nifungue ukurasa wa kupiga dondoo zilizopo katika nchi za Afrika, na baada ya hapo tuangalie katika baadhi ya nchi za Ulaya ili kupima kwamba haya yanayoendelea katika nchi yetu kutokana na kuadimika kwa mafuta ndani ya taifa letu, kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta ndani ya nchi yetu, sio jambo la kinchi tu. Tusielekeze mishale kwa viongozi wa nchi, tusiifanye kuwa ni agenda ya Watanzania. Hii ni agenda ya dunia nzima, kwa mujibu wa maelezo tutakayoyatoa katika siku ya leo. Baada ya kuyasema haya, niwashukuru sana, nimkaribishe msemaji wangu wa kwanza Sheikh Ibrahim Bakozi, na baada yake tunaye Sheikh Shaabani Muhoro, na baada yake atamaliza Sheikh Muhammad Ruambo, na hapa tutakuwa tumemaliza ujumbe wetu katika siku ya leo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.